Endelea kuwa katika hali ya maombi, ukiambia Bwana ya kwamba jioni ya leo ni jioni yangu. Unajua it has been long, umeingia katika ibada na unarudi na bado hizo shida zinabaki zile zile. It has been long, ulikuja katika ibada na unaomba na hautaona matokeo, lakini jioni ya leo niko hapa kufariji wale ambao wamekuwa hapa na wale ambao bado hawajakuja na wale ambao wanatufuata kwa mitandao ya kijamii, na watangazia kwamba jioni ya leo ni jioni ya miujiza. It's a Friday miracle Friday, and believe God for your miracle tonight. Believe God for your transformation tonight. As we are interceding now, I want you to take a step of faith and believe God for us a big miracle ambayo inakuja katika maisha yako. Yawezekana umefanya biashara muda mrefu, yawezekana unafanya makazi muda mrefu na bado haujaona kile ambacho ulitegemea sana kupata katika yale maisha yako ya kawaida. Lakini jioni ya leo, kabla ibada hii ishe, nahisi kumtangazia mtu mmoja ya kwamba mbingu zitaongea katika maisha yako. Haijalishi machozi umelia, haijalishi viwango vya imani ulivyovichukua na bado haukuona matokeo, haijalishi mara ngapi umeombewa, haijalishi ni wanani walitangulia kukuombea, jioni ya leo pana muujiza kwa ajili ya maisha yako. Kadiri tunaendelea kuomba, utaendelea kuambia Bwana ya kwamba sitarudi vile nimeingia hapa, sitaondoka vile nimekuja. Ni lazima Bwana utanibariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunapokuwa Bwana katika kuanza ibada yetu ya jioni ya leo, tunatangaza neema yako kutawala katika nyumba yako. Tunatangaza uwezo wako kutawala katika hema yako. Tunatangaza nguvu za Mungu kutembea kwa ajili yetu Bwana. Gusa mioyo ya kila mmoja wetu jioni ya leo. Mahali ambako Bwana tumepoteza matumaini, rejesha matumaini mapya Bwana. Mahali ambako Bwana tumekata tamaa Jehova, weka tumaini mpya Jehova. Maneno lako linasema kwa kitabu cha Ayubu ya kwamba Bwana pana tumaini kwa mti, hata kama umekatwa unaweza ukasimama tena. Haijalishi machozi tuliolia jana, haijalishi Bwana shida tulizoziona jana, jioni ya leo Bwana, jioni ya leo Mfalme, jioni ya leo Jehova, tuko tunatangaza ushindi, tuko tunatangaza kuinuliwa, tuko tunatangaza kubarikiwa, tuko tunatangaza uzima, tuko tunatangaza uponyaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yale yote Bwana wa neema ambaye amezuia uzima wetu, ambaye amezuia uponyaji wetu, ambaye amezuia baraka zetu, ambaye amezuia kuinuliwa kwetu, kwa uwezo na mamlaka ya kimungu tunaiamrisha kushindwa, tunaiamrisha kushindwa, tunaiamrisha kupotea, tunayatangazia kupotea. Achilia uzima wana wa Mungu, achilia baraka za wana wa Mungu, achilia mafanikio yao jioni ya leo Bwana na Mfalme. Jioni ya leo Jehova na Bwana, tembelea mtu mmoja Baba, tembelea mtu mmoja Mfalme, tembelea mtu mmoja hapa Baba. Jioni ya leo wa Bwana kwake wale wamekata matumaini, wale hawezi kuendelea tena, wale ambao Bwana waliwategemea wanadamu na wakafika viwango wakawamwaga, wewe Mungu haumwagaki watu wako. Na ndio kwa maana tunakuwa na boldness, na ndio kwa maana tunakuwa na utayari Bwana wa kutangaza ushindi, wa kutangaza baraka, wa kutangaza mafanikio, wa kutangaza uzima, wa kutangaza uheri, wa kutangaza baraka katika jina la Yesu. Bwana, tuko kwa madhabahu yako haya, tunaenda kuombea wagonjwa wote, wale ambao wataingia hapa jioni ya leo, na wale wako kwa hospitalini, na wale ambao wametufuata kwa mitandao, wao ambao Bwana wamesumbuka, wamesumbuliwa Jehova, wametembea mahospitalini, wametibiwa ila wapati solution. Bwana, jioni ya leo natangaza iwe jioni ya huyu mama
tunaachilia uwezo wa uzima, tunaachilia moto ya uponyaji, tunaachilia mamlaka ya kimungu. Tembea Bwana wa neema, tembea Yesu wa uweza. Haijalishi ni wapi ametufuata, Bwana naachilia moto, Bwana achilia uwezo, Bwana achilia mamlaka, uwezo wa uzima, uwezo wa uponyaji, uwezo wa ufungulivu kwa jina la Yesu. Baba, tembea Yesu wa neema. Ona huyu anasumbuliwa na kansa, huyu anasumbuliwa na maisha na magonjwa ya migongo, wengine wamesumbuka na miguu, wengine wamesumbuka na malaria, wengine wanaumwa magonjwa ya kila aina. Kwa uwezo na mamlaka, kwa moto wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana, jioni ya leo Baba, tunatangaza uzima wao, tunatangaza uhuru wao, tunatangaza mafanikio yao, maana neno linasema yule mwana atamuweka huru, atakuwa huru kweli kweli. Tunatangaza uhuru wao, tunatangaza uhuru wao jioni ya leo, tunatangaza uhuru wao jioni ya leo. Wale ambao wamesemwa ya kwamba hawawezi wakapona, jioni ya leo Bwana, in the Miracle Friday, we declare their healing now, we declare their freedom now, we declare their freedom now. No matter how it is, no matter how the medical report it is, you are able, Lord, to change now. You are able, Lord, to transform now. Right now, God of heaven, we declare healing now. We declare healing now. We declare healing now. We declare deliverance now. We send deliverance into your house. We send deliverance into your home. We send deliverance wherever you are. May the power of God touch you now. May the power of God from this altar, from the power of God, may the power of God from this sanctuary encounter you wherever you are. May the power of God encounter you wherever you are. In the mighty name of Jesus, Lord. Father, you are able. Father, you are able. Father, you are able. I don't know if I'm praying with people here. I don't know if you are praying here. I don't know if you came to seek the face of Lord. I don't know if you came to have familiarity with God here. If you come here with a purpose now, this is the time. This is your hour. This is the power of God now. Ah, my Father, my God, I counter your people now, God. I counter your people now, God. I counter your people now, God. Meet them, oh God. Heal them now, God. Heal them now, God. In the mighty name of Jesus, Lord. We are thankful, O King of Glory. We are thankful, O my Father. We are thankful, O King of Glory. Ah, my Father, my God. There is always the sound that precedes your move. There is always the sound that precedes your move. This is the time now. This is the time now. It's a Miracle Friday. That's why, Lord, I release a miracle to someone now. We release a miracle to someone right now. We release a miracle to someone right now. In the mighty name of Jesus, Lord. It will not be the same way. It will not be the same way. To this man in the book of Acts of Apostles chapter 3, the Bible said that he sat on the beautiful gate without knowing that he's sitting on the beautiful gate. And when time came, the man of God went to the sanctuary on the hour of prayer. On the hour of prayer, as God, we come here, as God, we are here now, on our time, on our appointed time of prayer. We came here, Lord, for different issues. We came here, Lord, with different issues. We need your counter, God. We need to counter you, God. We need to counter you, Lord. Meet us now, God. Touch us now, God. Defend us now, God. Set us free now, God. And without knowing that he's sitting now on the beautiful gate, when the men of God came, they looked at him and they said, we do not have money, we do not have silver, but what we have is what we are giving you tonight. We don't have money here, we don't have what you want here, but our God has it now. But our God has it. Pray to God. Pray to God. Don't look to your neighbor. Don't look to your neighbor. Intercede now. This is the power of God. This is the timer of God. This is the power of God. This is the power of God. I can see
it coming to you. I can see it coming to you. In the mighty name of Jesus, Lord. We are not going back the same way we came. We are not going back the same way we came. Lord, let there be a transformation. Let there be a transformation. Let there be a change, oh God. Let there be a divine encounter. In the Rebosika, in Rebosayaba, in the Rebosita, Orakakaposhete, in the Rebosita. My Father, my Maker, we are here tonight. Someone pray before God. Someone pray to God. Someone pray to God. Someone pray to God. There is something that God wants to do in your life tonight, and this is the opportunity that God is putting in your life now. And if it is written in the book of Peter that the power of life and death is in your tongue, whatever you decree tonight, whatever you prophesy to yourself, is what you're going to see tonight. The power of God is here. The power of God is moving here. Pray, 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 pray. Rabosheketele baba. Idele mama mama bossa. Reketele mahandele bosse. Rejele la baba bosse. Someone pray, someone pray, someone pray. It's a miracle Friday. And why are you going back the same way? This is the power of God. He's moving this sanctuary tonight. Someone say to yourself. Someone say to yourself. Someone say to yourself. And the Bible says in the book of Acts of Apostles, chapter 1 and verses 8, that ye shall receive power after the Holy Spirit. Ye shall receive power. And this power is here tonight. This power is moving tonight. This power is moving tonight. Receive it now. 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 The power that will usher you to your miracle. The power that will usher you to your destiny. You are not just like someone. You are not like someone. God wants to see. God wants to see you praying to him. He said in Matthew chapter 7, and pray, 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 knock, knock. Father, your people, we are knocking now. Father, your people, we are knocking now. We don't care where we are knocking, but we know we are knocking on our Father's door. We are knocking on our Father's door. Other people refuse to open for you, but the God outside, that the God we serve, that the God your God will never reject you, will never leave you, will never disappoint you. Whenever you trust in him, whenever you look on him, whenever you put your eyes on him, he said, my son, what do you want? And he supply. He is the supplier. He is the supplier. He is the supplier. He intercede for your life now. Intercede for your life now. Kama mtu mmoja angejua yale ambayo Bwana anataka kufanya katika maisha yake. I request somebody to know what God is about to do in your life. What God is about to do in your life. There is things that gave you tears and you cried for many years. And God is here tonight to wipe your tears. God is here tonight to wipe your tears. And he's looking now to see you who intercedes. He's looking now to see you who prays. Pray to God now. Pray to God now. He's ready to hear to you. He's ready to listen to you. He's ready to listen to your cry. He's ready to listen to your tears. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pray, 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 pray. You have time, you have time, you have time. Don't quiet, don't quiet. Please, this is the time of God. Have time with God, have time with God. Have time with your Father. Have time with God. Father, move now. Father, move now. Hey! I can see the power of God around here. I can see the power of God moving here. And he's waiting to see you pray. What you are praying now? Don't quiet, don't quiet. This is your hour. This is your hour. This is your hour.
This is your hour. This is your hour. This is your hour. Just pray, just pray. Wherever you are, no matter you are standing or you are sitting, no matter you are laying down or you are standing, your Father is able to hear you in all positions. Your Father is able to listen to your prayers. Your Father is able to listen to your cry. Can somebody cry to the Lord tonight? This is the opportunity. This is your opportunity. Hey! Sometime you will never get this opportunity today. Sometime you will never get this opportunity anymore. Cry out to the Lord. Tell him your desires. He said that he's not far from those who call unto him. He said that he's not far from those who call up to him. Call to your Father. He's near to you. He's listening to your cry. Hey. Intercede, God, intercede to the Father. He's here to listen to you. He's here to hear. He's able. Yes, God. No matter what I cry, no matter what I see, no matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, there is definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, there is definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter what comes my way, no matter how I cry. I'm here to encourage you tonight. I'm here to tell you that there is a God who brings hope to the hopeless. Hey, my tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. No matter. Please stand up on your feet now. Stand up on your feet. Stand up on your feet. Stand up on your feet. No matter what comes my way. Hey, no matter how I cry. One thing I know. One thing I know. There is definitely in my heart. My tomorrow must be greater than today. Listen to me. Listen to this. People of God. Pana neno linasema, where there is a man to pray, there is a God to answer. Where there is a man to pray, there is a God to answer. I don't know what is your request tonight. I don't know what you have been struggling with all through. But there is a God tonight in this place who hears and he will answer all our prayer. Just have time, stand up on your feet wherever you are, and tell God that God, I want you to change my life today. Haijalishi yale ambayo nimepitia jana, yale ambayo yako kwa moyo wangu, ni kwamba kesho yangu itakuwa kubwa kuliko leo. Let me challenge you tonight. Those you see parking cars in this compound, hawakuzaliwa na makaa. Those you see in the big and great offices, hawakuzaliwa kwa hizo office. Acha wao hapo leo, but tomorrow it will be you. If just you know the God you carry that is powerful than he who is the earth. Hey! Ambia Bwana neno 2-3 kabla sijahando microphone ku worship him. Uambie Bwana ya kwamba nimekanyaga udongo huu mara kadhaa. Nimekanyaga beatitude mara kadhaa. Oh raboshete. Nimekanyaga hii land mara kadhaa. I have stepped on this land many years. I have stepped on this land how many? But God, this is my day. My
I prophesied that this is my day. I will not go back the same way I came. For the power of God is moving here and is looking who is ready. Who is ready? Be the one tonight. Tell God. Tell God. Tell him now. Father, in the name of Jesus. Yes, nimekanyaga udongo huu miaka mingi. Yes, nimeingia kwa kanisa hii miaka mingi. Lakini tarehe ya leo, wacha ingie kwa history. Wacha ingie kwa historia ya kwamba ni tarehe ndiyo Bwana ulikutana na shida zangu. Ndiyo Bwana ulikutana na malalamiko yangu. Ndiyo Bwana aliniponya. Tarehe ya leo, wacha iandikwe kwamba ndiyo tarehe Bwana ulinifungua na ukaniweka huru. Tarehe ya leo, wacha iandikwe ya kwamba ndiyo tarehe Bwana ulinipatia harusi. Tarehe ya leo, wacha iandikwe kwamba ndiyo tarehe uliniestablish, kwamba ndiyo tarehe umeindua huduma, kwamba ndiyo tarehe Yesu umegusa maisha yao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Thank you, Lord.